Leo nataka tuzungumzie kuhusu saikolojia ya kumfanya mtu akupende. Unajua watu wengi huwa wanajiuliza nitafanyaje, au nitatumia mbinu gani ya kumfanya huyu mtu anipende. Sasa leo nitaenda kuonesha mbinu za kisaikolojia ambazo unaweza ukazitumia na ukamfanya mtu akakupenda. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa mbinu ya kwanza inaitwa mirroring effect. Sasa kwa lugha ya Kiswahili unaweza ukaita kuaksi au kuiga. Sasa sisi binadamu kisaikolojia huwa tunajisikia huru pale tunapoona kuna mtu fulani tunafanana naye. Inaweza kuwa kwenye tabia, kwenye maneno, jambo lolote. Yaani kwa lugha rahisi kwamba mtu yote anapoona mmefanana naye jambo fulani, akili yake au kwenye ubongo wake unasema huyu mtu ni kama mimi. Kwa hiyo hii inaweza kumfanya mtu akakupenda na ukafanya mtu akawa na mvuto zaidi na wewe. Kwa sababu gani? Ukitaka kwenda kuongea na mtu na ukataka akupende au ukataka kumshawishi, jitahidi uendane na kile ambacho na yeye anafanya. Inaweza kuwa maneno, inaweza kuwa elimu, inaweza kuwa uzoefu. Na ndio maana ukienda kuongea na mtu, kwa mfano labda kasoma degree na ukamwambia nimesoma degree, mnaelewana kwa haraka zaidi. Au ukimwambia mtu nimetoka Mwanza na akwambia nimetoka Mwanza, mnaelewana kwa haraka zaidi. Au kama mwenzako anacheza mpira na wewe mwenyewe unamwambia anacheza mpira, au kama ni shabiki wa Simba na ukamwambia ni shabiki wa Simba, mnaelewana kwa haraka zaidi. Hiyo ni saikolojia kwamba inaitwa mirroring effect, kwamba sisi binadamu tunajisikia huru pale tunapoona kuna watu tunafanana nao. Sasa ukitaka mtu akupende, jitahidi kama anaongea kwa lugha ya chini au kama anatumia baadhi ya maneno, na wewe jitahidi urudie hayo maneno. Kwa mfano labda anasema hiyo ni noma, na wewe jaribu kusema maneno anayosema. Au kama ana lafudhi fulani anaitumia au maneno, jitahidi na wewe utumie kama anaofanya vile. Unapofanya vile, anakuona sio kama mtu wa pembeni, anakuona wewe ni kama mwenzie, yani mko katika dunia moja, na anakusamini kwa sababu anajua unamuelewa kile ambacho yeye pia anakuelewa wewe. Kwa sababu mara nyingi jitahidi, hata kama unataka kwenda kumshawishi mtu, angalia kitu gani ambacho mwenzako anacho na wewe tumia hicho hicho. Kwa mfano labda mwenzio anapenda sana masuala ya dini, na wewe tumia hiyo issue ya dini. Kama mwenzio anapenda sana masuala ya muziki, na wewe tumia hayo. Kama mwenzio anakuwa anaongea sana kwa sauti ya juu, ongea hivyo hivyo na wewe pia. Kwa sababu ukipishana naye atakuona kama ni mtu mgeni badala ya mtu wa karibu. Unapokuwa unafanana naye atakuona ni mtu wa karibu. Hiyo ni mbinu ya kwanza. Lakini mbinu ya pili, kuna mbinu inaitwa Ben Franklin effect. Sasa hii Ben Franklin effect inasemaje? Kwamba unajua sisi binadamu huwa mara nyingi tunaamini kwamba mtu unapomtendea wema na yeye anakuwa na deni la kuja kutendea. Lakini hii iko kinyume kabisa. Inasema hivi, mtu yote ambaye alishakufanyia wema ni rahisi kuja kufanyia wema mwingine, kwa sababu anakuwa anajihisi samani au umemsamini. Kwa sababu kisaikolojia, mtu yote ambaye umemtambua kwamba amekufanyia kitu fulani au umemuomba kufanyia kitu fulani, huwa anajihisi ana samani kwako. Kwa hiyo anatamani aje afanye tena kitu kingine. Ni tofauti na kanuni ambayo nishaelezea inaitwa reciprocity, kwamba kulipa fadhila. Sasa hii inakuwaje? Kwa mfano kama kuna mtu unataka kumshawishi au unaona labda kwa mfano labda anakuchukia au hayuko vizuri na mahusiano na wewe, muombe kitu kidogo sana. Inaweza kuwa kalamu, mwambie naomba msaidie kalamu, au kumuulizia muda. Unafanya vile akakusaidia, unamtengenezea kichwani mwake kitu kinachoitwa cognitive dissonance, yani mgongano wa akili. Kwa sababu binadamu huwa hatupendi sisi kuambatana na watu ambao hatuwafurahii. Kwa hiyo anapokusaidia anapata tena kitu kingine ambacho kinacheza kwenye akili yake kwamba huyu mbona nimemsaidia, itakuwa kama namthamini, ndio maana nimemsaidia. Kwa hiyo ile hali inamfanya itoe ile hali ya mwanzo alikuwa naamini labda kwa mfano alikuwa anakuchukia, iingie hii hali nyingine kwamba kama nimemsaidia maana yake huyu mtu ninamthamini. Kwa hiyo hii hapa mbinu unaweza kaitumia. Kwa mfano unataka kumshawishi mtu, muombe kitu kidogo ambacho unaamini kwamba hawezi kukataa. Akikusaidia tayari unakuwa kama umempa samani. Ile samani atajitahidi ailinde, aje aifanye tena. Lakini mbinu ya tatu ni the scarcity principle, kanuni ya uhaba. Sasa unajua kisaikolojia vitu vyote ambavyo vinapatikana kwa urahisi huwa havina samani, na
Hii ipo hata kwenye biashara, sehemu zozote. Kwa hata kwenye maisha yako ya kawaida, ukitaka kuongeza mvuto kwa mtu na mtu akupenda zaidi, tengeneza hali ya kutopatikana kwa urahisi. Na hii unaweza ukaitengenezaje? Mfano, kwenye kutengeneza thamani yako mwenyewe. Sio kila kwamba message ambayo inaingia ujibu kwa haraka, sio kwamba simu unaopigiwa upokee hapo hapo. Jitahidi utengeneza muda wa kufanya mambo yako. Unapoonekana uko busy na mambo yako, watu watakuamini zaidi na watakuona kwamba uko na shughuli zingine na utapata mvuto zaidi kwako. Mfano, kwa mfano labda imeingia message na kuna shughuli fulani unaifanya, jitahidi umalize ile shughuli ndio ujibu ile message, kwa sababu ukiwa haraka unapatikana kwa rahisi, thamani yako huwa inashuka kisaikolojia. Lakini sasa hii usizidishe ikawa mbaya zaidi, kwa sababu ukifanya kwa zaidi kwa mambo ya muhimu, watu watagundua kwamba unawafanyia mchezo wa kisaikolojia. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza thamani yako mwenyewe ipande, kwamba kama kuna jambo unalifanya, jitahidi paka ulifanye ulikamilishe, then ndio uje reply message au hiyo simu ambayo imeingia. Jitahidi ufanye hivyo, lakini jua namna ya kutoka kwenye maongezi. Mfano, uko unaongea na mtu ukaona maongezi yamekolea, yamekuwa mazuri, basi hapo unaweza kumwambia nimefurahi sana kuongea na wewe, naomba basi nikuache mimi nikaendelea na shughuli nyingine. Hapo unamtengenezea mwenzio hali ya thamani zaidi, kwamba ataona kwamba wewe hupatikani kwa urahisi na atakuona wewe kwamba ni mtu wa thamani, kuliko mnaongea mpaka inafikia sehemu sasa hata maongezi ya maneno yanapotea kabisa. Hapo thamani yako inashuka. Lakini pia kitu kingine, usiwe wa kusema ndio kila kitu. Unaalikwa tu kidogo ndio, unaenda sehemu ndio. Na ndio maana hata hii mbinu hata wasanii wanaitumiaga scarcity principle, kwamba hawaonekani kwa rahisi. Kwa hiyo jitahidi, kuna sehemu zingine sio kila mwaliko useme ndio. Hata kwa mfano mtu anakuomba ratiba ya kuonana labda siku fulani. Kwa mfano labda naona jambo lako jingine, mwambie kwa leo sitaweza, tutaweza labda Jumapili au Alhamisi au Jumatano. Kwanza atakuona kwamba uko busy na mambo yako na utaonekana ni mtu ambaye una mambo mengine unayoendelea nayo. Kwa hiyo ishi maisha yako, zingatia ratiba zako. Ukiwa unazingatia ratiba zako kwa ukweli na ukiwa unamjibu mtu kulingana na shughuli ambazo unazifanya ukweli, itaongeza mvuto kabisa. Lakini sasa kuna wale wengine ambao wanatumia mbinu hii ya uongo, yani kumfanya mtu kama kumtreat kisaikolojia, yani kumuumiza mwenzie kisaikolojia. Sasa hii ina madhara yake, kwa sababu mwenzako akija kugundua itaonekana ni kitu kibaya. Mtu ambaye anatumia mbinu hii vizuri, akija kurudi kwa huyo mtu anarudi kwa heshima. Kwa mfano labda uko na kazi, utamwambia nilikuwa na kazi fulani niambie. Lakini yule mtu ambaye anafanya kwa lengo baya, hajibu kabisa, na akirudi haongelei hiyo swala. Kwa hiyo hapo utakuwa umetumia mbinu hii vibaya. Kwa scarcity principle inaweza kukusaidia pia kuongeza thamani ya mvuto kati ya watu ambao wanakuzunguka, lakini pia na kumfanya mtu akupenda zaidi kwenye maisha kila siku ambayo tunaishi. Lakini mbinu ya 4 ni kumsifia mtu kwa zile sifa ambazo hapewi na watu. Unajua, kwa mfano watu wazuri wameshazoea kuambiwa kila siku mzuri, au mtu ambaye anafanya kazi vizuri ameshazoea kila siku anaambiwa hivyo. Lakini tafuta kitu ambacho watu huwa hawamwambii, na mara nyingi sifu juhudi, sio vile vitu ambavyo kila mtu anamwambia. Juhudi inaweza kuwa labda kwa mfano amepresent mada fulani, anambia nimependa sana jinsi ulivyoelezea kwa ujasiri, kikweli umenitia moyo sana. Pale atakuwa anaona kwamba umemuelewa na unamthamini. Labda kwa mfano amevaa nguo nzuri, unaweza kumwambia kwamba hizi nguo umezinunulia wapi? Kikweli nimevutiwa na hii nguo, natamani na mimi nikatafute nguo kama hii, maana nimevutiwa nao. Hapa anakuwa anaona kwamba hujasema kitu ambacho hakina uhalisia. Tafuta vile vitu ambavyo watu wengi hawamwambii au hawasemi, vile vinakuwa vinamfanya mtu aone kwamba kwamba umevitambua kweli na vina uhalisia, kuliko vile vitu ambavyo anaambiwa na watu kila siku. Kwa hiyo inaweza kuwa labda anaongea sehemu ambayo nimependa sana jinsi unavyoongea kwa ujasiri, au kwa mfano labda anapika sehemu anasema hichi chakula umekitengeneza kwa viwango vya ingredient vizuri, labda umekipangilia vizuri, nimependa sana hivyo. Hivyo ni vitu ambavyo vinakuwa vinamvuta zaidi na mtu atakupenda zaidi, kwa sababu binadamu tuna saikolojia ya kuhisi kuthaminiwa. Yani mara nyingi tunapenda kuthaminiwa. Kwa hiyo mtu akisha kugundua kwamba unamthamini na kupitia sifa zako, sasa zile za juhudi zitaonyesha kabisa kwamba unamthamini. Kwa kutumia mbinu hizi unaweza kumfanya mtu akakupenda na akawa na mvuto kabisa mkubwa kwako. Hebu niambie katika comment ni sababu ipi ambayo imekugusa zaidi na utaanza kuitumia leo. Usahau kusubscribe, kushare na kulike. Mimi naitwa Elikhan TZ. Bye bye na tukutane kwenye somo jingine.